Mambo ni aje, mambo ni vipi, na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend kinoma noma katika mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi mkoani Mwanza leo hii limemshikilia kwa tuhuma mbalimbali. Wengi sana tunamjua Mfalme Zumaridi kufuatia mitandao yake ya kijamii, huku akiwa ni mchungaji au pia vile vile tunaweza tukasema kwa lugha nyingine ni nabii ambaye anafanya mambo ya hatari kinoma noma. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi limetoa taarifa hiyo leo kukamatwa kwa Edina Edward. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapenda kutaarifu kuwa leo tarehe 15 mwezi wa 5 2025 majira saa 4 asubuhi huko mtaa wa Bukubuku kata ya Buhongwa wilayani Nyamagana limemkamata, linaendelea kumhoji Diana Edward ambaye pia hujitambulisha kwa jina la Mfalme Zumaridi mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa Bubuku kata ya Buhogu, ambaye ameyageuza makazi yake kuwa kanisa. Anatuhumiwa kwa kuendesha shughuli za kidini bila usajili pamoja na kufanya mahubiri kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo hilo ambalo ni makazi ya watu na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake. Aidha, mwanamke huyo anahojiwa kwa kuhusiana na taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, akionekana kwenye picha mjongeo akiwa na kundi la watoto wenye umri mdogo kwa jinsia ya kike na ya kiume, akiwaeleza kuwa yeye ndiye Mungu wao ambaye ana uwezo wa kutenganisha kifo. Uchunguzi wa kuhusiana na tukio hilo unaendelea. Jeshi la polisi katika uchunguzi huo litashirikiana na taasisi nyingine za serikali. Hivyo linawaomba wananchi wenye taarifa mbalimbali zinazoweza kusaidia uchunguzi wa tuhuma hizi wafikishe kwa jeshi la polisi. Uchunguzi utakapokamilika, hatua kali za kisheria zinazostahili zitachukuliwa. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza. Naam, sasa wengi ambao tunamfahamu huyu Mfalme Zumaridi amekuwa akifanya mambo tofauti tofauti. Pale mwaka 2022 alikamatwa na waumini wake walijigeuza kuwa mazombi, ambayo ilipelekea kuwa watu waone kama vile kituko fulani. Lakini hii taarifa ya leo, wadau mbalimbali wametoa maoni yao. Nikianza na wa kwanza, nasema msimwachie mpaka awaeleze Mungu anafananaje. Lakini mwingine anasema raundi hii tunaomba aruhusiwe kuingia na vipodozi vyake gerezani. Lakini mwingine anasema kimemlamba. Lakini mwingine pia vivyo anasema hatari sana, Mungu katoka Buhongwa. Lakini mwingine anasema inabidi asitoke kabisa, maana anataka kutuona kama madako yake. Lakini mwingine anasema inastaajabisha. Lakini huyu mwingine anasema hawa ndio wa kukamatwa na kupewa uhairi, sio wale wengine. Lakini mwingine anasema kamfate mama yako. Lakini huyu mwingine anasema huyo abaki huko kwa usalama wa jamii. Na wewe pia vile vile unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki kitu ambacho kimeendelea baada ya huyu Mfalme Zumaridi kwa tuhuma hizi mbili, ikiwa ni moja kufungulia mziki kwa sauti ya juu, lakini pia vile vile tuhuma ya pili ikiwa ni kukusanya watoto wadogo kabisa wa jinsia mbili za kike na za kiume na kuwaaminisha kuwa yeye ni Mungu, pia vile vile anaweza kuzuia kifo. Na kwa taarifa mbalimbali endelea kuwa karibu nasi ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.